Hamjambo wanafunzi, jina langu ni mwalimu Mercy Gashanja na leo nachukua fursa hii kukukaribisha katika somo la leo ambalo litakuwa kuhusu nomino. Natumai mzima na kwa hivyo nakualika uchukue kitabu chako na kalamu ili tuweze kuendelea pamoja na utaweza kunufaika na somo hili. Na kabla tuendelee, acha tuandike tarehe ya leo. Leo ni tarehe 5, mwezi ni wa Mei, mwaka wa 2021. Somo letu ni la Kiswahili na somo litakuwa sarufi, na chini ya sarufi tutaangalia nomino. Wacha tujiulize, kipengele hiki cha nomino kinatokea wapi? Ndio tutakuja tuangalie aina 8 za maneno katika lugha ya Kiswahili. Aina ya kwanza katika aina za maneno ni nomino, ambayo tutakuja kushughulikia baadaye katika somo letu. Aina ya pili ni vitenzi. Aina ya tatu nayo vivumishi. Aina ya 4 vielezi. Ya 5 kuna viunganishi. Kuna viunganishi, kuna viwakilishi, tuna vihusishi, na kuna vihisishi. Hizi ndizo aina 8 kuu za maneno katika lugha ya Kiswahili. Na aina hizi ni muhimu sana katika lugha ya Kiswahili, maana katika uzungumzaji wowote na pia katika uandishi hawezi epukana nazo. Lakini kwa leo tutashughulikia nomino. Na tutakuja kuingia ndani tukiangalia aina za nomino na kuelezea maana ya nomino. Aina hizi za maneno ziko pia na alama yake kiisim. Alama ya kiisim ya nomino inasimamiwa na hiyo herufi. Alama ya kusimamia vitenzi ni hiyo. Vivumishi, vielezi, viunganishi ni hii, viwakilishi,
vihusishi na vihisishi. Na herufi hizi za kiisimu, tunapoenda katika uchanganuzi wa sentensi, huwa tunatumia herufi hizi zikiwa herufi kubwa. Huwezi weka zikiwa herufi ndogo. Lazima ziwe katika hali lazima iwe herufi kubwa, sio ndogo. Haya, sasa ningetaka tukuje katika somo letu la leo ambalo ni nomino. Tujiulize, nomino ni nini? Tunapojiuliza hivyo, tutaweza kuangalia mazingira tuliomo. Kwa mfano, nimeshika kalamu, kuna meza, kuna kitabu, kuna ubao, kuna mtu, hata mwalimu mwenyewe. Hivyo vyote tunaweza viita nomino. Kwa nini? Kwa sababu nomino ni neno, ama kwa wingi ni maneno yanayotumika ama yanayotumiwa kutajia kitu ama vitu kwa wingi, kutajia kitu, kutajia mahali, kutajia mtu au hata hali. Kwa hivyo ninaposema kalamu ni kitu. Kwa hivyo kalamu ni nomino. Ninapoingia katika mahali, naweza kuuliza, unaishi wapi? Utaniambia naishi Nairobi, naishi Kisumu, naishi Mathare, naishi Mombasa. Kwa hivyo Mombasa, Kisumu, mahali ni neno la mahali, tunapata ni nomino. Pia kuna mtu, naweza kuuliza, jina lako nani? Kisha ukanijibu, jina langu Maria, jina langu Hamisi, jina langu Asha. Asha ni nomino, maana nomino inatumika kutajia jina la mtu. Pia hali, unaweza kuwa katika hali ya woga, ulevi, woga, hiyo pia ni nomino. Inaweza pia kuwa tabia, ukorofi, na pia tutasema ni nomino. Kwa hivyo nomino kwa rahisi ni jina linalotumika kutajia kitu, mahali, mtu, hali na kadhalika. Na tutaendelea kutoa mifano zaidi ya nomino katika sentensi. Kwa mfano, naweza toa sentensi kama Maria alienda sokoni. Unapoulizwa, tambua nomino katika sentensi hii, utajibu nini? Maana tumesema nomino hutajia jina la kitu, mahali, mtu na hali. Hapa tunapata kuna jina la mtu ambalo ni Maria. Kwa hivyo katika sentensi yetu neno Maria ni nomino. Pia tunaweza tukasema kalamu ya mwalimu imepotea. Kalamu ya mwalimu imepotea. Mwanafunzi, ukiulizwa nomino ni gani hapa katika hii sentensi? Sentensi inaweza kuwa na nomino zaidi ya
moja. Si lazima iwe na nomino moja katika sentence. Inaweza kuwa na moja, mbili au hata zaidi. Katika sentensi yetu mfano wa pili, kalamu ni nomino, mwalimu pia ni nomino. Pia tunaweza tukasema ulevi wake unaudhi. Tulisema pia nomino inaweza kuelezea hali, kutajia hali. Na katika sentensi yetu tuna ulevi. Ulevi hapa ni nomino. Pia tunaweza tukasema kucheza kwake kunapendeza. Hapa kucheza imetumika kama nomino, lakini tutakapofika hapa nitakuelezea zaidi kwa nini kucheza si kitenzi na ikawa ni nomino. Na bila kupoteza wakati, wacha tuangalie aina mbalimbali za nomino. Kuna aina mbalimbali za nomino. Tuweze kuzitaja moja kwa moja. Aina za nomino. Aina ya kwanza tutakayoangalia ni nomino za kawaida. Aina ya pili ya nomino tutakayoangalia ni nomino za kipekee. Kisha tutaangalia aina ya tatu ambayo ni nomino za wingi. Kisha tutaangalia aina nyingine, nomino za dhahania. Kuna nyingine nomino za jumla. Nomino za jamii ama za makundi. Kisha kuna nyingine nomino za vitenzi jina. Ningependa tuangalie nomino hizi moja kwa moja. Na tutaanza na hiyo aina ya kwanza ya nomino za kawaida. Kama nilivyosema hapo awali, nomino za kawaida hutajia vitu tu za kawaida. Kama vile tulivyo na hili neno kawaida. Inatajia vitu tu za kawaida. Kama vile kalamu, meza, baiskeli, kiatu, ubao. Yaani majina tu yanayosimamia vitu vya kawaida. Kwa mfano naweza sema mtu ametoroka. Mtu gani huyu? Sijataja jina lake. Maana hili neno mtu ni nomino tu ya kawaida. Pia naweza nikasema msichana. Sijataja hata jina la msichana. Kwa hivyo msichana ni nomino ya kawaida tu. Naweza pia nikawa na mwalimu.
sijataja hata jina la mwalimu huyu. Kwa hivyo mwalimu ni nomino ya kawaida. Pia tunaweza kuwa na darasa. Tunaweza kuwa na meza. Tunaweza kuwa na ubao. Hizi ni nomino tu za kawaida, hazijapewa jina mahususi. Mwalimu ni mwalimu yupi? Msichana ni msichana tu. Kwa hivyo hizi tunaziita nomino za kawaida. Ni nomino tu za kawaida ambazo hazina jina mahususi. Na tunaweza tukatoa mfano katika wa nomino za kawaida katika sentensi. Msichana anatembea kwa maringo. Nomino ya kawaida hapa ni msichana, maana huyu msichana hajapewa jina. Tunaweza toa mfano mwingine. Wanafunzi wameosha darasa. Hapa tuna wanafunzi kama nomino ya kawaida na pia tuna darasa. Kwa hivyo nomino za kawaida ni nyingi na zinaweza kutokea katika ngeli zozote za Kiswahili. Hazina ngeli maalum ambazo huwa zinatokea. Nomino hizi zinaweza kutokea katika ngeli yoyote ile ya Kiswahili. Awa, tunapata kuna ya awa hapa kwa msichana, kwa mtu. Darasa tunapata kuna ngeli ya lia, meza, hizi. Kwa hivyo nomino hizi zinaweza tokea katika ngeli zozote za maneno. Kwa hivyo hazina ngeli maalum. Tunaangalia nomino ya pili. Nomino ya pili ni nomino za kipekee. Nomino za kipekee. Na ukumbuke hizi nomino kwa Kiingereza ni nouns. Ndizo tunaongea kwa Kiswahili tunasema ni nomino. Haya, tukiangalia nomino, aina ya pili ya nomino, nomino za kipekee. Nomino hizi ni nomino ambazo hutajia watu maalum, hutajia mahali, hutajia Mungu, hutajia maziwa, na sio maziwa ya chai wala ni maziwa tunayoita lake kwa Kiingereza. Kuna milima, miji, inatupea majina maalum ya vitu hivi. Kwa mfano, kutajia majina ya watu. Tunaweza tukasema kama tulivyotumia sentensi nyingine hapa, Maria. Maria ni jina la mtu. Maria ni jina la msichana fulani. Kwa hivyo hatujasema tu msichana wala tumesema Maria, tumempea kwa jina, tumemtaja kwa jina. Kwa hivyo Maria ni nomino ya kipekee, sio nomino tu, mbali sasa inaingia katika kikundi cha nomino za kipekee. Tuna pia nomino za mahali. Kama mfano wa kwanza niliyokupea, mfano katika nomino kwa jumla, tulitaja unaishi wapi? Tukasema Kisumu, Mombasa, Mathare. Kwa hivyo tukisema mahali kama tuseme Mathare, unaishi Mathare. Neno Mathare, sasa hatujasema mahali tu. Tumepea mahali hapa
jina. Na kwa hivyo nomino hii inakuwa nomino ya kipekee. Pia kuna nomino zingine zinazotajia majina ya Mungu. Neno Mungu lina visawe vyake. Kama vile naweza nikasema badala ya kutumia neno Mungu, naweza nikatumia Mola, naweza nikatumia Maulana, naweza nikatumia jina kama ni kabila fulani namuita Ngai. Unapata maneno haya ambayo yanatajia Mungu yanaingia katika kikundi cha nomino za pekee. Na maneno haya yote ya nomino za pekee yanaanza kwa herufi kubwa, yawe katika mwanzo wa sentensi ama yawe katikati ya sentensi. Maneno haya yote huanza kwa herufi kubwa. Tunaziita nomino za kipekee. Haya, tuendelee. Nilisema kutajia maziwa. Maziwa si ile ya kupika chai kama nilivyosema, mbali ni ile maziwa ya lakes kwa Kiingereza. Ninapotaka kusema ziwa Victoria, yaani Lake Victoria, neno hilo litaingia katika kundi la nomino za kipekee. Na neno ziwa Victoria naanza kwa herufi kubwa, liwe katikati ya sentensi ama mwanzoni, neno hilo litakuwa katika herufi kubwa. Pia tuna maneno yanayotajia milima. Kwa mfano, naweza nikasema mlima Kenya. Mlima Kenya, mlima Kilimanjaro. Nikiandika mlima Kenya, hata iwe katikati ya sentensi, nitaandika katika herufi kubwa, na hiyo itaingia katika nomino za kipekee. Pia kuna miji kama vile Mombasa, Kisumu, yani cities. Hizo pia tunaziweka katika kikundi za nomino za kipekee, na pia zinaanza kwa herufi kubwa. Mombasa, Kisumu, zote tunaziweka katika nomino za kipekee, na zote zinaanza kwa herufi kubwa. Nomino hizi zote tunaweza ziweka katika sentensi, maana unaweza ukaulizwa tambua nomino za kipekee katika sentensi hii. Unaweza ulizwa nomino za kipekee, lakini sio nomino tu, mbali sentensi hiyo inaweza kuwa, maana sentensi hiyo inaweza kuwa na nomino zaidi ya moja. Na tunaweza tukasema Maria alienda sokoni. Maria ni nomino ya kipekee. Mimi ninaishi Mathare. Mathare ni nomino ya kipekee. Maulana aliniokoa. Maulana ni nomino ya kipekee. Ziwa Victoria imejaa. Ziwa Victoria ni nomino ya kipekee. Kesho tutapanda mlima Kenya. Mlima Kenya ni nomino ya kipekee. Kesho nitatembea mji wa Mombasa. Mombasa ni nomino ya kipekee. Na sasa nataka tuendelee katika kundi la tatu la nomino za wingi. Nomino za wingi. Nomino hizi za wingi
ni nomino ambazo haziwezi kuhesabika. Nomino hizi haziwezi kuhesabika. Na kama unataka kuzihesabu lazima utumie kipimo fulani. Kama vile kilo, lita. Lakini huwezi ukasema maji 2, chumvi 3. Kwa hivyo nomino hizi ndizo tunazoweka katika kundi hili. Kwa mfano, kuna neno chumvi, kuna neno maji, kuna neno maziwa. Nomino hizi unaweza ukaziona, lakini hauwezi ukazihesabu. Ndiyo maana tunaziweka katika nomino za wingi. Na nomino hizi ni nyingi, lakini haziwezi kuhesabika. Kwa mfano, katika sentensi tunaweza tukasema maji yamemwagika. Nikikwambia uweke sentensi hii katika wingi, sentensi hii haitabadilika. Haitabadilika, itabaki vile vile. Maji yamemwagika. Kwa wingi pia itabaki ikiwa maji yamemwagika. Kwa sababu gani? Kwa sababu nomino maji huwezi ukaiweka katika wingi. Neno maji linabaki likiwa maji hata katika wingi. Maziwa yamechemka. Maziwa yamechemka. Hata katika wingi sentensi hiyo itabaki vivyo hivyo. Kwa hivyo ndio maana tunaweka maneno haya katika nomino za wingi. Yaani nomino hizi zinatokea tu kwa wingi. Huwezi hesabu 1, 2, 3. Pengine tu uweke katika kipimo fulani. Nomino za wingi. Na tuingie katika nomino nyingine. Nomino za dhahania. Nomino za dhahania. Na natarajia mwanafunzi unaendelea kuandika. Tunapoendelea, na kama kuna swali tutaonana. Lakini kwa sasa uendelee kuandika ili tuwe pamoja. Haya, ya 4 tutaangalia nomino za dhahania ama nomino dhahania. Nomino hizi huwezi ukazigusa, huwezi ukazishika, lakini nomino hizi zipo. Kwa mfano, nikisema upendo, huwezi ukashika upendo. Kwa mfano pia nikasema wivu, huwezi ukashika wivu. Pia wivu huoni. Pia naweza nikasema pia ukarimu, huwezi ukashika, lakini hivi vitu vipo. Huvioni, huwezi ukazishika, lakini unaweza ona tabia ya huyu mtu inakufanya uone ako na wivu. Hizi tunaziweka katika nomino za dhahania, na tunaweza tukaziweka ama tunaweza tukatunga sentensi tukitumia nomino hizi. Kwa mfano, wivu wake umezidi. Yaani amekuwa na wivu zaidi. Wivu hapa ni nomino. Na sio nomino tu ya kawaida. Ni nomino ya dhahania. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi ukashika wivu, huwezi ukauona huu wivu, lakini ni nomino. Ni hali ya wivu. Kwa hivyo ndio maana tunasema maneno ya aina hii
yanaingia katika kundi la nomino za dhahania. Nomino za dhahania. Kwa hivyo tunaweza endelea na nomino nyingine ya 5 ambayo ni kundi la nomino za jamii au makundi. Nomino hizi hutokea katika makundi, yaani hutokea zikiwa 2 ama vitu viwili ama zaidi, yaani kwa kundi. Kwa mfano, kama watu ni wengi sana, nitatumia neno gani? Si mtu mmoja, si wawili, si watatu, yaani ni watu wengi katika kundi. Nitasema umati wa watu. Umati wa watu. Kisha naweza nikasema halaiki ya watu. Na ni vizuri pia tunaangalia unganifu. Maana hatuwezi tukasema halaiki wa watu. Ni halaiki ya watu, lakini tukifika katika umati ni umati wa watu. Pia tunaweza tukasema mlolongo wa magari. Mlolongo wa magari. Ina maana gani? Vitu hivi viko vingi, yaani viko katika kundi. Na hivyo nomino hizi zinazotajia vitu vikiwa katika vikundi tunasema ni nomino za jamii. Kisha tuna kundi lingine, nomino za vitenzi jina. Nomino za vitenzi jina. Kuna vitendo fulani huwa vinatendeka katika hali ya kawaida ama katika maisha yetu. Kwa mfano, hata kama saa hii mwalimu anafanya nini? Mwalimu anafunza. Hilo neno funza ni kitenzi. Lakini kuna vitenzi vingine ambavyo wakati tunaviweka viambishi mwanzoni mwa hicho kitenzi, tukiweka kiambishi ku mwanzoni mwa kitenzi hicho, vitenzi hivyo vinabadilika na kuwa nomino. Kwa mfano, naweza kuwa na kitenzi, wacha tuseme kitenzi kama cheka. Cheka kwa ukweli ni kitenzi, lakini kuna vile tunaunda nomino kutokana na kitenzi cheka. Tutaunda nomino kutoka kwa kitenzi cheka vipi? Kwa kuongeza kiambishi ku mwanzoni mwa kitenzi cheka. Na sasa tuko na neno lipi? Tunapata neno kucheka. Kucheka sasa ni nomino, lakini pia inategemea vile utakavyotumia neno hili katika sentensi. Kwa mfano, kucheka kwake kunapendeza. Neno kucheka hapa limetumika kama nomino. Na limetumika kama nomino gani? Kama nomino ya kundi la kitenzi jina. Pia tunaweza kuwa na neno kama lala. Neno lala ni kitenzi, yaani kitendo cha kulala. Lakini neno hili lala tunaweza tukaongeza
ku mwanzoni mwa kitenzi cheka. Na tunapoongeza ku tunapata neno kulala. Neno kulala inakuwa ni nomino. Na ni nomino gani? Ni nomino ya kitenzi jina. Tunaweza tukapata nomino zaidi. Tutoe mifano zaidi ya nomino za vitenzi jina. Ruka. Tunapata neno kuruka. Tunaweza pia kuwa na neno kama tembea. Tunapata tukiongeza kiambishi ku mwanzoni mwa mzizi wa kitenzi tunapata kutembea. Kwa hivyo vitenzi hivi vinavyoongezewa kiambishi ku mwanzoni mwa mzizi wa vitenzi hivi tunapata nomino. Na nomino hizi si nomino tu za kawaida, bali ni nomino za vitenzi jina. Na kwa hivyo ningependa kutoa mfano mmoja wa sentensi ambao una aina mbalimbali za nomino katika sentensi moja. Wacha tutoe sentensi moja ambayo ina hizi zote. Hamisi alienda sokoni kununua viatu. Hamisi alienda sokoni kununua viatu. Tumeweza kutambua nomino mbalimbali, aina mbalimbali za nomino. Na katika sentensi yetu tuko na nomino mbalimbali. Na nomino hizi mbalimbali zote ni nomino lakini aina mbalimbali. Kwa mfano tuko na neno Hamisi, nomino Hamisi. Tuko pia na nomino viatu. Nomino hii Hamisi ni nomino ya kipekee, maana inatajia jina la mtu. Neno viatu iko katika hali ya wingi, ni nomino pia, lakini neno hili liko katika aina za nomino za kawaida. Hebu tuweze kuwa na sentensi nyingine ambayo itatusaidia kutambua aina mbalimbali za nomino. Haya, mwalimu alitembea mjini Mombasa mwalimu alitembea mjini Mombasa. Mwalimu ni nomino ya kawaida. Mombasa ni nomino ya kipekee, maana ni mji maalum. Kwa hivyo katika sentensi moja unaweza kuwa na nomino mbalimbali.
na ningependelea uendelee kutoa mifano tofauti tofauti katika sentensi ili uweze kutambua aina mbalimbali katika sentensi. Tunaweza toa mfano mwingine wa sentensi tukasema watoto hawa wana wivu usiopendeza. Watoto hawa wana wivu usiopendeza. Watoto ni nomino ya kawaida. Wivu ni nomino ya dhahania. Maana tumesema huwezi ukagusa wala ukashika. Pia tunaweza tukasema halaiki ya watu imemchapa mwizi. Halaiki ya watu imemchapa mwizi. Halaiki ya watu ni nomino ambayo inatokea kama nomino ya jamii ama nomino ya makundi. Neno mwizi ni nomino ya kawaida. Mwizi hata hana jina, mwizi neno la kawaida tu. Kwa hivyo ningependelea uendelee kutunga sentensi nyingi ili uweze kutambua nomino mbalimbali kama zinavyotokea katika sentensi. Na kama hatujamalizia, ningependelea kusema hivi: nomino hizi zinapotumika katika sentensi ni vizuri uweze kuzingatia ngeli na pia kuzingatia unganifu. Kwa maana katika lugha nomino hizi ni muhimu sana na tunazitumia mara kwa mara. Kwa hivyo endelea kutunga sentensi mbalimbali, utambue hizi nomino, kisha uweze kutunga nomino pia zenyewe. Na kwa kuendelea kufanya mazoezi ya aina hii, utakuwa umenufaika. Nimefurahia sana kuwa nanyi siku ya leo katika Kiswahili kidato cha pili. Na tutakapokutana tena, nitafurahia pia tutakapokuwa tukiangalia aina ya pili ambayo ni vitenzi. Tutaweza kuangalia vitenzi, na kama kuna swali lolote pia utaweza kutufikia katika YouTube na pia mtandaoni, na tutaweza kusaidiana na utanufaika zaidi. Mimi niliyokuwa nanyi naitwa Mwalimu Masi, na ni matarajio yangu kwamba umefaidika na somo letu la leo. Muwe na siku njema.